Naam, ni wasaa kuangaza habari za michezo na burudani. Langu jina ni Esther Mtebe. Tunaanza kuangaza habari za michezo kitaifa. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Mwigulu Nchemba ameipongeza klabu ya Simba kwa kutoa ubingwa wa Kombe la Muungano 2026 dhidi ya watani wao wa jadi Yanga. Waziri Mkuu ameyasema hayo bungeni jijini Dodoma kuwa mafanikio ya Simba yanaonyesha ukuaji wa soka la Tanzania na kuhimiza vilabu kuendelea kuwekeza katika vipaji na miundombinu ya michezo. Aidha, amesema serikali imeandaa mkakati mzuri kuhakikisha michuano ya mataifa ya Afrika AFCON 2027 inachangia kwa kiasi kikubwa kukuza sekta ya utalii nchini. Wakati akijibu swali la mbunge wa Amani Zanzibar Abdul Yusuf Maalim katika kipindi cha maswali ya papo kwa papo bungeni hapo alipokuwa akihoji kuhusu maandalizi ya serikali katika sekta ya utalii kuelekea michuano ya AFCON 2027 ambayo Tanzania ni miongoni mwa wenyeji wake. Kwanza niruhusu nitumie fursa hii kuipongeza timu yangu ya kazini, timu ya Simba kwa ushindi walioupata kwa mbinde jana baada ya kushindwa kufanya hivyo kwa takriban michezo 8 mfululizo iliyopita. Mheshimiwa Spika, na kushukuru nimpongeze Mheshimiwa mbunge kwa swali zuri alilolileta. Ni kweli Tanzania kwa pamoja na nchi majirani ya Kenya na Uganda wataandaa kwa pamoja mashindano ya AFCON yanayotarajiwa kufanyika mwaka kesho. Mheshimiwa Spika, serikali chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan na serikali ya Mapinduzi Zanzibar chini ya Daktari Hussein Mwinyi wamefanya hatua kubwa ya kuandaa miundombinu ili kuweza kuhakikisha kwamba mashindano haya yanafanyika kwa ufanisi. Kwa hiyo niseme tu nipongeze management ya Simba, nipongeze wachezaji, wamejituma kama mwenyewe unavyoona, wachezaji wamejituma kwa nguvu zao zote kuhakikisha kwamba Kombe la Mapinduzi linakwenda Msimbazi. Kiwango kilikuwa kikubwa sana cha hali ya juu. Simba walionyesha mpira mzuri, kwa hiyo tulikuwa tunastahili ushindi. Ina maana gani kwenu wana Simba? Sisi muda mrefu hatujapata ile kombe lolote. Kama unavyoona mpira wa jana umechezeshwa na refa ambaye alikuwa hana upande wowote. Kwa hiyo Simba tulistahili ushindi, na jana kulikuwa kuna figisu, na unaona mpira wa jana ulikuwa na kadi moja tu. Na hata kama ingekuwa sio figisu kungekuwa na figisu vya watu wetu hao, ungeona pale tungeambiwa sio penalty. Lakini kwa sababu mpira ulikuwa hauna figisu, moja kwa moja yule refa alikuwa hana upande, yeye katoka zake Kenya huko kuja kuchezesha mpira, alienda kwa kazi ambayo amepewa na ameimaliza salama. Timu ya Simba imerejea salama jijini Dar es Salaam mchana wa leo Aprili 30 ikiwa na Kombe la Muungano lililotoa visiwani Zanzibar kufuatia ushindi dhidi ya watani wa jadi Yanga katika fainali iliyokuwa na ushindani mkubwa. Taarifa zaidi na Witness Ngalawa. Kikosi hicho kimepokelewa kwa shangwe, nderemo na vifijo kutoka kwa mamia ya mashabiki waliomiminika katika barabara kuishangilia timu yao, wakionyesha furaha na fahari ya ushindi huo muhimu. Wachezaji sasa wanarejelea kwenye ile hali yao ya kujiamini ya kwamba tunaweza tukafanya 1, 2. Hata mashabiki vile vile wamerejea upya kwenye ubora wao wa kujiamini. Kama tungepoteza maana yake tungezidi kuwa demoralized, tungezidi kupoteana. Lakini tukasema no, tuna timu nzuri, twendene tukapambane. Tukishinda maana yake tutakuwa tumeamsha upya hali yetu ya kujiamini katika timu yetu. Yaani ile pepe lolote zimeisha. Yaani na wewe watakiwa kama refa. Hata marefa wametoka sana nili Kenya, wamekuja hapa kuisha. Baada ya shamra za ushindi huo, sasa macho na masikio ya wadau wa soka yanaelekezwa kwenye pambano lijalo la Ligi Kuu Soka Tanzania Bara litakalopigwa Mei 3 mwaka huu katika dimba
la Meja Jenerali Samuyo Mbweni jijini Dar es Salaam, ambapo Simba na Yanga zinatarajiwa kukutana tena. Mchezo huo unatarajiwa kuwa na ushindani mkali zaidi, huku kila upande ukisaka kuthibitisha ubora wao kufuatia matokeo ya hivi karibuni. Mimi ni Winga Teleza, Witness Ngalawa, na hii ni Channel 10+. Asante Winga Teleza, Witness Ngalawa. Na kunako mwendelezo wa ligi kuu soka Tanzania bara, timu zinaendelea kujipanga vilivyo kusaka pointi muhimu ili kuweka mazingira mazuri katika msimamo wa ligi. Na kuelekea mchezo wa Mei 2 kwenye dimba la CCM Mkwakwani Tanga, makocha wa Coastal Union na Singida Black Stars wameeleza hali ya vikosi kuelekea mchezo huo. Maandalizi makubwa ambayo tulikuwa tunaanza nayo kipindi hiki cha break ilikuwa ni namna gani kuiunganisha timu sasa, na lakini pia kama mimi mwalimu nimepokea majukumu haya muda si mrefu, kwa hiyo nilipata wasaa mkubwa kuwaona wachezaji wangu kwa namna moja au nyingine, na tumekuwa na mwendelezo mzuri kisaikolojia. Nimeona wachezaji kadri tunavyosogea mechi inayofuata, saikolojia yao inaendelea kuimarika, kuwa wako tayari kupambana na mtu yote ambaye anakuja mbele yetu. Kuja kuweka kempu hapa ya siku 6-7 hivi, na tunaamini kabisa tumepata muda mzuri wa kuweza kurekebisha makosa ambayo yamejitokeza kwenye ligi ya Muungano. Kwa hiyo tumekuwa na utulivu mkubwa, tumefanya mazoezi mazuri. Majeruhi ni mchezaji mmoja, Ayubu Lianga, bado kidogo aliumia kwenye mechi yetu ya mwisho ya ligi dhidi ya Mashujaa pale Kigoma. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba wataenda kutusaidia na kufanya kazi nzuri ambayo itasaidia kuhakikisha kwamba timu inarudi inaendelea ku maintain nafasi yake ya 4 na mwisho wa siku kuhakikisha kwamba malengo ya klabu tunafikia kwa haraka. Wanawake chini ya umri wa miaka 20 Tanzanite Queens imewasili salama nchini Cameroon tayari kwa mchezo muhimu wa kufuzu kombe la dunia dhidi ya wenyeji wao utakaopigwa Mei 2 mwaka huu 2026 pale jijini Yaounde. Kuwasili kwa kikosi hicho ni hatua muhimu katika maandalizi ya pambano hilo la hatua ya mwisho ya mchujo barani Afrika, huku wachezaji wakionekana kuwa na morali kubwa ya kupambana kutafuta matokeo chanya ugenini. Tanzania Queens chini ya kocha Bakari Shime wanakwenda kwenye mchezo huo wakiwa na mchanganyiko wa vipaji chipukizi na uzoefu kutoka ligi ya ndani, jambo linalotarajiwa kuwapa ushindani dhidi ya Cameroon ambao wanajulikana kwa nguvu na kasi yao uwanjani. Mchezo huo wa mkondo wa kwanza utachezwa Mei 2 huku marudiano yakitarajiwa kufanyika Mei 10, 2026 katika uwanja wa New Amani Complex Zanzibar, ambapo mshindi wa jumla atafuzu hatua inayofuata kuelekea kombe la dunia la wanawake chini ya umri wa miaka 20. Mashabiki wa soka nchini Tanzania wana matumaini makubwa kwa kikosi hicho kuendeleza ndoto ya kufuzu mashindano hayo ya dunia, wakiamini nidhamu, maandalizi mazuri na ari ya ushindi vinaweza kuwavusha salama katika kibarua hicho kigumu dhidi ya Cameroon. Channel 10+ michezo kitaifa. Bodi ya ligi ya chama cha mpira wa wavu mkoa wa Dar es Salaam Darefa imesema imejipanga kufanya maboresho mbalimbali ili kuhakikisha mzunguko wa pili wa ligi hiyo unakuwa bora zaidi na wenye ushindani mkubwa. Taarifa zaidi tuungane na Nicodem Arajiga. Akizungumza mwenyekiti wa bodi hiyo Peter Kahwa amesema maboresho hayo yatahusisha kanuni za ligi, uchezaji wa timu pamoja na uendeshaji wa uamuzi ili kuleta ufanisi zaidi katika mashindano hayo. Cheza ligi ya mkoa mzunguko wa kwanza. Kama nilivyosema kwamba mimi ni kamishna wa waamuzi mkoa wa Dar es Salaam. Waamuzi ambao niliwapokea wengi walikuwa ni waamuzi ambao sio wazoefu sana. La timu zimekuwa na ushindani sana. Kwa hiyo ushindani wa zile timu umesababisha wale marefa wamekuwa na uzoefu mkubwa sana. Kwa hiyo naamini ushindani utazidi kuwa mkubwa kwenye mzunguko wa pili na marefa tayari wameshakomaa. Kwa hiyo kwa sasa najivunia kwamba sina refa ambaye ni lena, marefa wote wako. Kanuni zipo na zinasimamiwa na bodi ya ligi, kwa hiyo tutafanya kikao, na bahati nzuri na mimi kama kamishna ni mmoja wa wajumbe kwenye bodi ya ligi. Kwa hiyo tutafanya kikao na tutapitia yale ambayo tunapaswa kuyapitia ili kuboresha zaidi. Nicodem Arajiga, Channel 10 michezo. Taarifa hiyo kutoka kwake Nicodem Arajiga na tamatisha habari za kitaifa, na sasa tukaangaze kwa habari za michezo kimataifa.
Mchezo wa nusu fainali ya pili mkondo wa kwanza wa ligi ya mabingwa barani Ulaya kati ya Atletico Madrid na Arsenal uliochezwa usiku wa jana katika dimba la Riyadh Air Metropolitano jijini Madrid nchini Hispania umekamilika kwa sare ya bao 1-1. Katika mchezo huo uliokuwa na ushindani mkali, Arsenal walikuwa wa kwanza kupata bao katika kipindi cha kwanza kwa mkwaju wa penalty kupitia kwa mshambuliaji wao Victor Gyökeres dakika ya 44 kabla ya Atletico Madrid kusawazisha katika kipindi cha pili dakika ya 56 kwa mkwaju wa penalty kupitia kwa Julian Alvarez na kufanya matokeo kubaki 1-1 hadi mwisho wa mchezo. Kutokana na matokeo hayo, hatma ya kufuzu kuelekea fainali bado iko wazi, huku timu zote zikisubiri mechi ya marudiano wiki ijayo itakayopigwa katika dimba la Emirates jijini London nchini Uingereza, ambapo mshindi wa jumla atafuzu kwenda fainali dhidi ya PSG au Bayern Munich katika dimba la Puskas Arena mjini Budapest nchini Hungary. Mashabiki na wadau wa soka wanaelekeza macho yao kwenye mchezo ujao, ambapo Arsenal the Gunners wanaitafuta fainali ya kwanza tangu mwaka 2006, huku Atletico Madrid Roji Blancos wakiisaka fainali yao ya kwanza tangu mwaka 2016. Kenny Malila, Channel 10 Michezo. Asante Kenny Malila, na ndivyo ambavyo anatamatika kiangaza habari za michezo kimataifa. Na kwa upande wa habari za burudani, msanii wa Bongo Flava Seif Shabani maarufu Matonya leo Alhamisi amefika katika mahakama ya Shanzu jijini Mombasa, ambapo kesi inayomkabili ya tuhuma za ubakaji imetajwa rasmi. Na kwa mujibu wa chanzo kilichokuwa pamoja naye mahakamani hapo, kesi hiyo imeahirishwa na itatajwa tena Juni 3 kabla ya kuanza kusikilizwa rasmi Juni 17, huku jalada la mashtaka likitarajiwa kuwa limekamilika kufika wakati huo. Matonya kwa sasa yuko nje kwa dhamana akiendelea kusubiri hatua zaidi ya kisheria wakati mchakato wa kesi hiyo ukiendelea. Na ndivyo ambavyo tunatamatisha habari za michezo na burudani kwa usiku huu leo. Mimi naitwa Esther Mtebe. Endelea kutazama Channel 10 Plus.